Waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walisema Alhamis kwamba walilenga uwanja wa ndege wa Israel, eneo la jeshi na meli ya kivita ya Marekani muda mfupi baada ya Israel kuripoti kuzuia makombora yaliyorushwa kutoka Yemen. Msemaji wa kijeshi wa Houthi Yahya Saree alisema kuwa walilenga uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa kombora la balistiki pamoja na shabaha ya kijeshi kusini mwa Tel Aviv. Mapema Alhamis, jeshi la Israel lilitangaza kwamba lilifanikiwa kunasa makombora mawili kabla ya hajafika katika ardhi ya Israel, huku ving'ora vya tahadhari vikilia katika maeneo mbalimbali ikiwemo Yerusalemu. Saree pia alidai kuwa waasi hao walilenga meli za kivita za Marekani katika Bahari Nyekundu, ikiwemo meli ya kubeba ndege za USS Harry S. Truman kama sehemu ya kile alichokiita kulipiza kisasi dhidi ya uchokozi wa Marekani dhidi ya nchi yao. Mnamo Machi 15, Marekani ilianzisha kile kamandi yake kuu alichokiita operesheni kubwa inayojumuisha mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Houthi. Washington ilisisitiza kuwa itaendelea kutumia nguvu kubwa zaidi hadi waasi hao waache kufyatua silaha kwenye meli zinazosafiri kupitia njia muhimu za Bahari Nyekundu ya Ghuba ya Aden. Kwa upande wao, waasi wa Houthi wameripoti kuwa wanashambuliwa na Marekani kila siku katika maeneo wanayoyadhibiti. Mapema Alhamis, waasi hao waliripoti kuwa watu wawili waliuawa katika mashambulizi ya anga ya usiku karibu na mji mkuu wa Sanaa. Televisheni ya Al Masirah inayomilikiwa na Houthi iliripoti kuwa takriban mashambulizi 20 yalifanyika katika maeneo ya Sanaa, kaskazini na kusini mwa mji mkuu. Msemaji wa Wizara ya Afya ya waasi Anis Al-Asbah alisema kuwa mashambulizi hayo yaliwaua watu wawili na kujeruhi wawili wengine, huku ripoti zikionyesha kuwa mashambulizi mengine 17 yalifanywa katika mji wa Saada, ngome ya waasi hao. Mashambulizi haya ya hivi karibuni yamekuja huku Washington ikikumbwa na kashfa inayohusiana na mgomo wa Machi 15. Jarida la Atlantic Magazine lilichapisha taarifa mpya kuhusu mashambulizi hayo baada ya kupata maelezo kupitia ujumbe uliovuja kutoka kwa maafisa wa juu wa Marekani waliokuwa wakitumia programu ya Signal. Licha ya utata huo, Marekani imeendelea kufanya mashambulizi dhidi ya waasi wa Houthi, huku waasi wakidai kuwa kuhusika na mashambulizi kadhaa dhidi ya meli za kivita za Marekani na makombora yaliyorushwa kuelekea Israel. Wahouthi walianza kushambulia meli katika Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden baada ya kuanza kwa vita vya Gaza, wakidai kuwa wanatoa mshikamano kwa Wapalestina. Walikuwa wamesimamisha mashambulizi yao wakati wa usitishaji mapigano wa Januari, lakini hivi karibuni wametishia kuanzisha mashambulizi mapya kutokana na kizuizi cha misaada cha Israel dhidi ya ardhi ya Palestina. Mapema mwezi huu, vitisho vya Houthi vilipelekea Marekani kufanya mashambulizi ya kwanza dhidi ya Yemen tangu Rais Donald Trump aingie madarakani Januari mwaka huu. Waasi wa Houthi wanaendelea kupeleka mashambulizi katika ardhi ya Israel, lakini vile vile katika ardhi ya maeneo ambayo wanayadhibiti, ambapo yameweza kuingiliwa na jeshi la Marekani. Lakini vile vile Marekani imekuwa ikiwazuia wa Houthi wasifanye mashambulizi katika Bahari Nyekundu, ambayo Marekani inatumia kama kitovu kikubwa cha kuweza kusafirisha mafuta. Lakini Israel kwa sasa imezidi kupokea mashambulizi makali kutoka kwa Houthi, huku Israel ikiingia kwenye hofu kubwa ya kuweza kuzuia mashambulizi kutoka pande mbili, Hamas pamoja na Houthi, ambao nao inaonekana kwamba wameshamiri kufanya mashambulizi katika nchi ya Israel katika eneo la Yerusalemu. Hivi sasa jeshi la Israel linapitia wakati mgumu sana, huku mashambulizi yakizidi kuzidi kwa upande wao, huku wakiwaza nini ambacho watafanya katika nyakati zijazo, kwa sababu Houthi tayari ni kama vile wamekwisha chafuka hivi, wamecharuka kwa ajili ya kuweza kushambulia Israel. Na mataifa kama Iran ambayo yanazidi kuisapoti Houthi, ni kwamba wao wanazidi kupeleka silaha na misaada mingine ya vifaa, drone zisizo na rubani, lakini vile vile makombora hatari ambayo yanaweza kupelekea madhara makubwa sana katika nchi ya Israel. Israel kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kama vile wamejichanganya hivi kuweza kupambana na Houthi, kwa sababu Houthi inaonekana kwamba wanazidi kupata nguvu kila siku, na wao wamekuwa hawana mtindo wa kuweza kushambulia kwa stepu, bali wakianza mashambulizi ni mwanzo mwisho. Sasa tutaweza kuona nini ambacho kinazidi kutokea baada ya Houthi kuweza kujibu shambulizi la Marekani ambalo waliweza kuishambulia. Na nikwambia Marekani yuko pale kwa ajili ya Israel, na Israel bado anazidi kupokea mashambulizi makali kutoka kwa Houthi.
Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni Zone Media. Kwa taarifa zijazo basi usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.